Ninakusalimu kwa jina lipitalo majina yote. Hili sio jina la mtu awaye yote, bali ni jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Ninakualika katika mfululizo wa masomo ya kesha la asubuhi kwa mwaka wa 2025. Mwinue Yesu juu, sehemu ya pili. Hii ni Novemba 2025. Tunapoenda kujifunza mada kuu inayosema mwinue Yesu juu kama mwombezi na hakimu wetu asiyekosea. Leo ni Novemba 1. Tunapoenda kuanza kabisa masomo haya kwa mwezi huu wa Novemba 2025. Kabla hatujalianza somo letu siku ya leo, nikualike tuombe. Mtakatifu, 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 Baba yetu na Mungu wetu uliye mbinguni, jina lako takatifu litukuzwe sana. Ninakushukuru kwa sababu ya wema wako na ulinzi wako katika maisha yetu. Asante kwa sababu ya upendo. Asante kwa sababu ya furaha ambayo umeiweka mioyoni mwetu. Tunakushukuru kwa sababu umetembea nasi kila wakati. Dumu kuwa pamoja nasi, ukituongoza kuyatenda mapenzi yako katika jina la Yesu. Amina. Mada ya leo inasema Yesu mwombezi wetu. Imejengeka katika kitabu cha Yohana wa kwanza sura ile ya 2 aya ya 1. Neno la Mungu linasema, na kama mtu akitenda dhambi, tunaye mwombezi kwa Baba, Yesu Kristo mwenye haki. Yesu ni mtetezi wetu, kuhani wetu mkuu na mwombezi wetu. Nafasi yetu ni kama ile waliokuwa nayo wana wa Israeli katika siku ya upatanisho. Wakati kuhani mkuu alipoingia patakatifu pa patakatifu, aliwawakilisha mahali ambapo kwa sasa kuhani wetu mkuu anatutetea na kunyunyiza damu ya upatanisho katika kiti cha rehema. Hakuna dhabihu ya upatanisho iliyotolewa kwa nje. Wakati kuhani akifanya maombi ya upatanisho kwa Mungu, kila moyo ulitakiwa kunyenyekea kwa toba na maombi ya msamaha wa dhambi. Mfano ulikutana na halisi katika kifo cha Yesu, mwana-kondoo aliyechinjwa kwa ajili ya dhambi za ulimwengu. Kuhani wetu mkuu ametoa kafara pekee iliyo na thamani kubwa kwa wokovu wetu. Alipojitoa pale msalabani, upatanisho kamili ulifanyika kwa ajili ya dhambi za wanadamu. Sasa tunasimama katika ua wa nje, tukilitazamia na kulingoja tumaini lenye baraka kutokea kwa utukufu wa Bwana na Mwokozi wetu Yesu Kristo. Hakuna kafara inayopaswa kutolewa huku nje, maana kuhani mkuu anafanya kazi yake katika mahali patakatifu mno. Katika maombi yake yeye kama mtetezi wetu, Kristo hahitaji ustahili wa mtu yeyote, maombezi ya mtu yeyote. Yeye pekee ndiye mbeba dhambi, sadaka pekee ya dhambi. Maombi na maungamo yanatakiwa kufanywa kwake yeye pekee, ambaye ameingia mara moja tu mahali patakatifu mno kwa ajili yetu wote. Atawaokoa kabisa wale wanaokuja kwake kwa imani. Anaishi daima kwa ajili ya kutuombea. Uwezo mkuu wa akili wa kiumbe hauwezi kumfahamu Mungu. Maneno kutoka katika lugha ya ushawishi wa juu kabisa hayawezi kumwelezea. Wanadamu wanaye mtetezi mmoja pekee, mwombezi mmoja, mwenye uwezo wa kusamehe dhambi. Je, mioyo yetu haipaswi kuinuliwa kwa shukrani kwake yeye aliyemtoa Yesu kuwa kipatanisho kwa dhambi zetu? Tafakari kwa kina kuhusu upendo wa Baba aliyoudhihirisha kwa niaba yetu, upendo aliyouonesha kwa ajili yetu. Hatuwezi kuupima upendo huu. Hakuna kipimo hicho. Je, tunaweza kupima jambo lisilo na ukomo? Tunaweza tu kuionesha Kalvari kwa mwana-kondoo aliyechinjwa tangu kuwekwa kwa misingi ya ulimwengu. Hakuna mtu anayeweza kuja katikati ya mwenye dhambi na Kristo.
Kristo mwenyewe ndiye mwombezi wetu. Vile Baba alivyo kwa Mwana, ndivyo alivyo kwa wale wote ambao mwanawe aliwawakilisha katika ubinadamu. Katika kila kazi ambayo Kristo alifanya, alitenda kama mwakilishi wa Baba. Aliishi kama mbadala na mdhamini wetu. Alifanya kazi kama ambavyo anatamani wafuasi wake wafanye, bila ubinafsi, wakithamini thamani ya kila mwanadamu ambaye yeye aliteseka na kufa kwa ajili yake. The Signs of the Times, Juni 28 mwaka wa 1899. Somo la leo linasema Yesu mwombezi wetu. Na kwa nukta hiyo ndio tunakuwa tumefikia tamati ya tafakari ya somo hili siku ya leo. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo, pendo la Mungu na ushirika wa Roho Mtakatifu dumu kwa pamoja nasi sasa na hata milele. Amina. Ikiwa kumwamini Bwana, mbona tumejawa na mashaka kwamba hili atatenda kwa mahitaji yetu? Ikiwa tumwamini Bwana, mbona tumejawa na mashaka